Karibu katika ulimwengu wa simulizi. Kama bado huja subscribe, fanya hivyo sasa hivi ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa kisa hiki cha kusisimua. Twende sasa kwenye episodi ya pili. Chini ya mti wa mwanga. Siku 3 zilipita tangu tukio la mtoni, lakini picha ya uso wa yule kijana aliyemwokoa haikutoka akilini mwa binti Amara. Kila mara alipofumba macho, aliona tena macho yale tulivu yenye utu na upole, macho ya kijana ambaye hakujua hata jina lake. Ndani ya kasri la kifahari lililojengwa kwa mawe meupe na dari za dhahabu, Amara aliishi maisha ya kifalme yasiyo na uhuru. Kila hatua yake ilifuatiliwa na kila neno lake lilipimwa kwa heshima. Lakini tangu siku ile, moyo wake ulianza kutamani kitu tofauti kabisa, uhuru wa kupenda. Kijijini, Lemai naye hakuweza kusahau tukio lile. Alijua fika kuwa binti yule hakuwa wa kawaida. Mavazi yake, manukato yake na walinzi waliomzunguka vilionyesha hadhi yake ya juu, lakini moyoni mwake hakuweza kuzuia hisia fulani iliyokuwa ikimeota kimya kimya. Kwa nini moyo wangu unaumia kila nikimkumbuka? Usiku mmoja, Lemai akiwa amekaa kando ya mto ule ule akitazama mwanga wa mwezi ukicheza juu ya maji, aliona kivuli cha gari kikija kimya kimya. Alishtuka na kutaka kukimbia ili asipate matatizo, lakini kabla hajapiga hatua, mlango ulifunguliwa. Hapo akajitokeza binti Amara mwenyewe. Alikuwa amevaa joho la kijivu lililofunika mavazi yake ya kifahari ili asijulikane kwa urahisi. Lemai, kwa mshangao, wewe ni binti wa kifalme? Amara akicheka kwa upole. Leo usiniite hivyo. Leo mimi ni msichana tu. Nimekuja kukushukuru. Lemai, mimi sikufanya jambo kubwa. Nilifanya nilichopaswa kufanya kama binadamu. Amara, kwa mfalme, huenda ulikosa adabu kwa kunigusa, lakini kwa moyo wangu uliokoa zaidi ya uhai wangu. Maneno hayo yalitulia hewani kama upepo mwanana. Wote wawili walikaa chini ya mti mkubwa uliokuwa uking'inia juu ya maji, mti uliokuwa uking'aa kwa miale ya mwezi. Hapo ndipo walipoanza kuzungumza. Walizungumza kuhusu dunia mbili tofauti. Amara alisimulia kuhusu kasri lililojaa baridi na upweke, huku Lemai akisimulia kuhusu kijiji chake kilichojaa matumaini madogo. Bila wao kujua, upendo ulikuwa umeanza kujenga daraja kati ya dunia hizo mbili zinazopingana. Wakati wa kuondoka ulipowadia, Amara alitoa kidani kidogo cha fedha chenye alama ya kifalme na kumpa Lemai. Amara, kama utawahi kunisahau, angalia hii. Itakukumbusha kuwa kuna moyo wa kifalme unaopiga kwa ajili yako, hata kama dunia itatupinga. Wakati gari likiondoka, Lemai alihisi upepo baridi ukipita, lakini ndani ya kifua chake kulikuwa na moto uliowashwa, moto wa kwanza wa upendo wa kweli. Lakini kumbe, kule kasrini, kuna macho ya mtu fulani yaliyokuwa yakimvizia binti Amara. Alimwona akiondoka usiku ule wa manane, na habari hizi zilikuwa njiani kwenda kwa mfalme. Je, mfalme atafanya nini akigundua binti yake anatoroka usiku kukutana na kijana maskini wa kijijini? Usikose sehemu inayofuata.